Simba na Yanga imebaki utani. Azam wananungunika kwamba siku na sumu imepulizwa. Hivyo tukizungumza kimpira za tukiachana na ushabiki, Yanga ya sasa imekosa watu wawili muhimu. Bwana, mambo vipi? Jina langu Rahim Lai na hii hapa ni Kona Sports, CRI Sports. Tuko na shabiki kindakindaki wa klabu ya Young African ambayo jana ilikuwa inacheza mchezo wa mzunguko wa 13, mchezo ambao Yanga kimantiki ilikuwa iko ugenini dhidi ya Azam. Ile game bwana ilikuwa bonge moja ya game, na mwisho wa siku mchezo ule ukamalizika kwa matokeo ya bila kufungana. Brother, habari yako? Poa, mambo vipi bwana? Mimi niko poa. Kwanza game jana umeionaje? Game ilikuwa nzuri, ilikuwa ya ushindani kama ilivyo kawaida ya Azam na Yanga. Tunapokutana inakuwa ni bonge moja la game, na sisi wana Yanga huwa tunaamini kwa tulipofikia sasa, yani mpira wa Tanzania ulipofikia sasa, kwamba game kubwa katika taifa hili ni Yanga dhidi ya Azam. Kwa hiyo haijawahi kuwa game nyepesi, haijawahi kuwa game ya kawaida. Game ilikuwa tough, game ilikuwa nzuri, ilikuwa inavutia, walimu walikuwa wanacheza kwa mbinu. Unaona Ibenge ameingia kwa mbinu ya kutosha, anashambulia kwa wakati, anajilinda kwa wakati. Kocha Pedro, kocha wa Yanga, anashambulia kwa wakati, anazuia kwa wakati. Kwa hiyo game ilikuwa ni ya kiufundi, ilikuwa inavutia hata kuitazama. Kwa hiyo sasa hivi game sio Simba na Yanga tena. Simba na Yanga imebaki utani, yani ni watani wa jadi, ndio maana inaitwa dabi ya watani wa jadi. Imebaki tu tunacheza, tunafurahi, na unajua utani muda mwingine unaweza usiwe serious. Kama Yanga hatukuwa serious kule Zanzibar tukatoa sare, kwa sababu tunaingiza game hii kama sehemu ya utani. Lakini tunapokutana Yanga Africans na pamoja na Azam, yani ni game ambayo unaona kabisa ni game ya kiushindani. Unaona jana game ilikuwa na mambo mengi, ukiachana na mambo ya ndani ya uwanja, lakini mambo ya nje ya uwanja. Azam wananungunika kwamba siku na sumu imepulizwa, Yanga wananungunika siku na sumu imepulizwa. Kwa hiyo unaona kwamba game imekuwa na attention nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Na sasa kipi hasa ambacho Azam wao walifaulu kufanya ile game iwe ngumu kwa upande wenu? Kwa sababu watu wengi huwa wanaamini Azam watakaza lakini lazima achie. Matokeo ni sare, lakini sare ile imeonekana wao wameishangilia zaidi kuliko Yanga, kwa sababu hata baada ya mchezo ule mashabiki wengi ambao wanaonekana kama kutokuridhishwa ni mashabiki wa Yanga, lakini watu wa Azam wao wanaona sawa tu kuipata ile draw. Kiufundi kipi kiliwazuia jana Yanga kuibuka na ushindi? Kwanza kocha Ibenge ni mwalimu ambaye anaijua sana Yanga, na Ibenge amekuwa anaonekana wa kawaida kwa Yanga baada ya kuhamia Azam. Lakini historia inaonyesha kwamba kila Ibenge akija na timu yake, Yanga tumekuwa tukipata wakati mgumu sana. Ameshatufunga hapa taifa, ameshatoa sare akiwa na timu mbalimbali kutoka nje ya Tanzania. Lakini nikijibu swali lako vizuri, Azam walituwini wapi? Azam waliisoma sana Yanga ya sasa. Unajua Yanga ya sasa ilivyo, tukizungumza kimpira za tukiachana na ushabiki, Yanga ya sasa imekosa watu wawili muhimu. Imemkosa namba 8 mbunifu, lakini imemkosa namba 10 mbunifu. Wote wanaocheza wale eneo hilo ambao nimelitaja wanacheza kimajukumu, yani wanapewa majukumu, bwana wewe Lai cheza hapa eneo hili, lakini sio typical. Kwa hiyo kocha Ibenge aliliona hilo, na ndio maana unaona Yanga walinyimwa mpira. Ukiangalia kipindi cha kwanza, dakika 20 za kwanza, Azam walikuwa wazuri sana kuanzia kwenye build up kuja kwenye eneo la midfield mpaka eneo la mbele. Walikuwa tu wanasuasua kwa sababu Yanga wana ukuta kidogo ambao uko imara. Yaani kutoka kwenye namba 6 mpaka kuja kwa golikipa, Yanga wako stili sana. Kwa hiyo unaona kwamba mwalimu Ibenge aliisoma vizuri Yanga, na Yanga ili uiwini kwanza usiipe uhuru wa kufanya kile ambacho wanaweza kufanya. Yaani Yanga utakii kuiamini kwamba ngoja tuwape mpira waje tushindane nao, watakuzuru. Kwa hiyo Ibenge aliona hivyo, na kwa sababu tunakosa midfield mbunifu eneo la katikati, tunakosa namba 10 mbunifu eneo la katikati. Kwa hiyo uwepo wa James Akaminko pamoja na wale viungo wengine waliwasoma vizuri Yanga, lakini waliwanyima uhuru wachezaji wa Yanga. Kwa hiyo ikachangia Azam kuwa beta zaidi kwenye kushambulia, lakini kuwa beta zaidi kwenye kuzuia. Ya Mudathiri Yahya basi kwa siku za hivi karibuni amekuwa ni mchezaji anayeperform vizuri zaidi, lakini kwa mechi ya jana
nimeona kama watu wana ukakasi naye. Shida inaweza kuwa kwenye nini? Sio asili yake kimajukumu, namba ambayo anacheza, au ni zile wanaita siku tu inakuwa labda sio nzuri sana kazini? Mudathiri kwa mimi mtazamo wangu ambao naijua Yanga vizuri, Mudathiri ni kiungo fulani ambayo anasema box to box midfield. Yaani kiungo ambaye anaweza akakupa ofa ya chini kwenye kuzuia, kiungo ambaye anaweza kukupa ofa ya juu kwenye kushambulia. Ni kiungo ambaye yeye anatamani kucheza eneo kubwa la uwanja. Sasa ukiangalia mechi ya jana ilikuwa inamnyima hiyo ofa, kwa sababu Azam walikuwa wameminya zile njia za yeye kutembea, na ndio maana unaona mwalimu alipomtoa Mudathiri haya na kumuingiza nani huyu aliingia Swishiani kitu kama hicho, Yanga ikaanza kubadilika eneo la kati. Yani unaona sasa Yanga inatembea kwa sababu Duke Abuya na Mudathiri haya wote style yao ni moja, ni watu ambao wanataka kucheza eneo kubwa la uwanja, na Azam tayari walishaminya ile mianya. Yule mtu mbunifu ambaye anaweza katani hapa akapiga pale akaomba akaufanya mpira uwe laini alikosekana kwa huo muda. Kwa hiyo mwalimu kumtoa Mudathiri haya kulikuwa na mabadiliko kidogo, naona timu ikawa sasa inatembea na hata ule uhai wa Yanga ukawa unaonekana. Mudathiri haya kwa jana, pamoja na jitihada zote alizozifanya, lakini kiwango chake kilikuwa kinaonekana cha kawaida, kwa sababu kwanza alikuwa na ile mentality ya kutaka kushindana na Wazanzibari wenzie kina face. Ulikuwa unaona muda mwingi kuna bato baina ya Mudathiri na Faisali. Kwa hiyo kuna muda alikuwa anatoka kwenye mpango kazi wa mwalimu, yani yale maelekezo ya mwalimu yalikuwa anatoka yanaingia ule upinzani wa kiasili, kwa sababu tunatoka sehemu moja na nini, kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo ile ikamuondolea ule ubora wake na ufanisi. Kwa hiyo ukaona kwamba Mudathiri alipoteza mipira mingi, lakini ule utaratibu wake wa kupola mipira muda mwingine alikuwa anatafsika kama anatumia nguvu zaidi na inakuwa ni faulo kwa upande wa Yanga. Sawa. Na kumekuwa na kadhia ya makosa ya kibinadamu, amini marefari, hasa kwenye kutafsiri sheria zile za offside, hii faulo au sio faulo, hii faulo ya kadi sio ya kadi, hii hapa nyepesi tu na makosa mengine. Jana kulikuwa kuna matukio kadhaa. Moja ile tukio la Prince Dube kwenye boksi, si ndio? Lakini pia Azam kuna namna nao walifanywa kitu cha hivyo. Refa yeye alipeta, lakini watu wa Yanga sasa indipli wanatafsiri kwamba Dube aligongwa kabisa kwenye boksi, kitu ambacho labda wao wanaamini refa aliogopa kutoa penalty kwa sababu angeonekana huyu anaibeba Yanga. Ni kuna namna zile tuseme nini, matishio ya nje ya uwanja, maneno kwa marefali yanawapelekea sometimes kuwa waoga na kuto kutafsiri sheria zile vizuri, na inapelekea sometimes kuwanyima watu ushindi hata kama ni timu kubwa. Na nini hasa kifanyike, au kwa wale marefali ni kitu gani hasa wanatakiwa wawe nacho kichwani wanapoenda kuchezesha game ambazo mara kadhaa zinakuwa tough kama hiyo, labda Yanga na Azam, Simba na Yanga? Kwanza kwa muamuzi wa jana, mimi binafsi kwa jinsi ambavyo nimeutazama mpira, muamuzi amejitahidi kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu tumeona baadhi ya mechi kubwa Yanga na Azam, Yanga na Simba, Simba na Azam, waamuzi wenye beji ya FIFA, kwa sababu yule muamuzi aliyechezesha jana si muamuzi wa beji ya FIFA, ni muamuzi tu ambaye wa viwango vya TFF. Lakini namna ambavyo aliuhendo ule mchezo kwa maana ya tafsiri ya halisi ya dabi, kwa mimi naona alikuwa na wastani mzuri sana wa ile mechi. Na nikijibu vizuri hoja yako ya msingi kwamba waamuzi kwa sasa Tanzania hapa kwetu wamekuwa na ile pressure ya nje ya uwanja, na hii inatokana na kwanza maafisa habari wa hivi vilabu vyetu vikubwa wamekuwa wao wanatazama sana na kukosoa sana baada ya mchezo kukamilika. Yani makosa mengi yamekuwa yakielekezwa kwa waamuzi. Lakini ukiachana na maafisa habari wetu hawa wa hivi vilabu wanaoitwa wachambuzi wengi wamekuwa na ushabiki, wamekuwa na upande, yani hawauzungumzii mpira kiuhalisia kama ulivyo. Kwa hiyo unakuta mshabiki mchambuzi wiki nzima au mwezi mzima anazungumzia tu makosa ya muamuzi, na akizungumzia makosa ya muamuzi anaegemea kwenye upande aidha Yanga ama Simba. Unakuta leo watu wanataja kwamba Yanga ni timu ambayo inabebwa
yani kwamba Yanga imepata penati nyingi, Yanga inapendelewa, yani matukio mengi yanawafeva Yanga. Kwa hiyo unakuta kwamba ikitokea mechi kubwa baina ya timu yoyote kubwa na Yanga, mwamuzi anakuwa na ile hali ya kwamba imetokea tukio la penati, hata kama penati ni 50-50, 50 kwa 50, kwamba anaweza kuamua penati ikawa isiwe shida na anaweza akaamua kutokuwa penati na isiwe shida, basi mwamuzi atabaki kwenye eneo ambalo nikiachia hakuna shida, kwa sababu anaona kwamba nikisema nimetafsiri tukio hili ni la penati, basi watu watajia juu na pengine ataenda masaa 72 atafungiwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo waamuzi wengi wamekuwa ni wahoga, huo ndio ukweli. Wamekuwa na pressure ya mashabiki, pressure ya viongozi wa vilabu, pressure ya wachambuzi mbalimbali wa michezo. Wamekuwa ni watu ambao kila siku wamekuwa wakiwashambulia waamuzi. Lakini kwa mechi ya jana naona tukio lile la Prince Dube, unaweza ukatafsiri penati na pia unaweza ukatafsiri sio penati, kwa sababu ilikuwa ni penati tu ya kawaida. Yani ukitafsiri penati, mwamuzi angetafsiri penati, bado kuna watu wangejitokeza wengi wangesema ile sio penati, na angetafsiri sio penati kama vile alivyotafsiri, bado kuna wengine wanasema ile ni penati. Kwa hiyo tunasema matukio kama yale ni matukio ya 50 kwa 50, lakini kwa ujumla mzima mwamuzi alionyesha kwamba ni mwamuzi wa kiwango cha juu. Na kutokana na mambo hayo kuendelea kushamiri, tumesikia juzi kama sio jana, waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda alitoa maelekezo kwa TFF nafikiri kuhusiana na matumizi ama kuanza rasmi kwa matumizi ya VAR, video assistance referee. Unadhani kama kweli mfano msimu ujao 2026-2027 ligi yetu tukatumia VAR, je, itasaidia kupunguza makosa ya namna hiyo? Kwa upande wangu, kwa upande A naweza nikasema itasaidia, lakini kwa upande B itazua maneno makubwa kwa Tanzania, kwa sababu shida sio VAR. Shida tunasema ule umakini na hali fulani ya kama mapenzi kwenye kutafsiri hizi sheria, kwa sababu VAR si tukio ambalo likifanyika tu ile mashine itafanya. Maana yake ni tukio ambalo linafanyika alafu watu wanalirejea kwa marudio ya picha kwamba hapa mwamuzi alitafsiri sio goli, lakini kwa namna ambavyo marejeo yanatuonyesha, inaonyesha hili tukio mwamuzi alichelewa kuona labda au hakuona, lakini kwa tafsiri za mpira, kwa marejeo tulioyaona, haya ni maamuzi ya penalti. Sasa changamoto ambayo tunayo sisi kwamba hawa watu wanaotafsiri, kwa sababu hawa ni watu na hawa watu ndio wanaishi katika hiyo miemko ya hizi timu, kwa sababu huo ndio kweli. Mwamuzi wa Tanzania awe kwenye usaidizi kwa maana VAR, awe mwamuzi wa wakati au wa uwanjani, kwamba ukimpekua aidha utamwona Yanga au utamwona Simba. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ile taaluma yake sasa inakuwa pembeni, kwamba anaangalia yale mapenzi yake. Ndio maana nakuta kuna maamuzi mengine ni ya hovyo, yani mtu anafanya maamuzi ya kijinga. Kwa hiyo VAR inaweza ikatusaidia sehemu kubwa tu, lakini pia itatutengenezea maneno mengi. Kikubwa kwamba kwanza waziri mwenye zamana aone namna gani hao waamuzi wanapigwa brush ya elimu, lakini pia namna tunavyozalisha hao waamuzi, yani tuzalishe sasa waamuzi ambao wataonekana kwamba wanafanya kazi zao kwa mujibu wa sheria na taratibu zao, bila kujali kwamba yeye ni Yanga, yeye ni Simba, yeye ni Azam, kwamba yupo pale kazi yake ni kutafsiri zile sheria za mpira wa miguu, sheria 17. Kwa hiyo tukifanya hivyo, tukizalisha waamuzi wengi, tukizalisha waamuzi wenye viwango vizuri, maana yake haya mambo makosa madogo yataonekana, kwa sababu leo ukifanya research ya waamuzi waliokuwa kwenye ligi yetu ndio wale kina Elisasi, kina Kayoko, kina Mwinchui, yani tayari unaona umri unaenda, lakini bado wako kwenye game, lakini Alajiga, lakini hawa vijana ambao kuzalishwa chini huko bado hatuoni wakipewa nafasi, na hata wakipewa nafasi wanapewa nafasi kwenye mechi ndogo ambazo huwezi kuwapima uwezo wao, kwa sababu Watanzania wengi, mtu kuangalia mechi ya Dodoma Jiji anacheza na Prison ni wachache mno. Mechi kubwa zinazoangaliwa ni Yanga dhidi ya timu nyingine za mkoani, au Yanga na timu kubwa, au Simba na hizi timu kubwa. Ndio waamuzi wanapimwa uwezo wao, na hata hayo makosa tunayoyasema, hatusemi makosa ya Tanzania Prisons labda na Mtibwa,
kwa sababu watu wengi hawafuatilii huko. Kwa hiyo wazalishwe waamuzi wengi na hao waamuzi wapewe nafasi kwenye mechi kubwa ili tuone tumefikia wapi kwenye masuala ya uamuzi. Hapo kwenye VAR pia nakumbuka Young Africans na Mamelodi Sundowns. VAR ipo na watu wamenyongwa. Na si hapa Afrika tu, kuna mechi moja hata Ulaya, Uingereza, kulikuwa na mechi ya Arsenal dhidi ya Tottenham. Arsenal walifungwa goli ambalo mchezaji wa Tottenham mpira ulikuwa umetoka nje, yani umevuka ule mstari. Imepigwa ndani, yani mtu enda akachukua mpira ukiwa unatoka, kauleta ndani, kaja ikasababisha goli. VAR ilikuwepo. Ilivyorejea yale marudio ya lile tukio, bado VAR ikatafsiri kwamba lile ni goli. Lakini baada ya masaa kadhaa zilipokaa zile mamlaka kupitia zaidi, wakaomba radhi, wakasema kwamba ni kweli lile lilikuwa si goli kwa sababu ule mpira ulitoka, lakini VAR ilithibitisha uwanjani kwamba lile ni goli halali. Kwa hiyo unaona kwamba VAR inaendeshwa na wanadamu, na wanadamu pia wana mapungufu yao, lakini pia wana mapenzi yao. Kwa kikubwa marefari wa Kitanzania waondoe mapenzi. VAR haitotusaidia kama waamuzi watakuwa na mapenzi, kama waamuzi watakuwa bado kutafsiri sheria zile 17 kwa haki, hawawezi kutafsiri, bado itakuwa ni shida tu. Sawa, sasa sisi tuweke uyanga pembeni. Mimi nataka unitengenezee kikosi cha wachezaji 11 tu. Yaani hiki kikosi ukipange bila kutumia mahaba. Sawa kabisa. Uchanganye wa Yanga, uchanganye na Azam wa jana, lakini 11 tu. Tupate kikosi hiki, unajua kikosi cha Mzee Yusko hiki cha dabi ya Dar es Salaam. Golini kama kawaida Djigui Diarra, screen protector, lakini fullback right mimi nitaenda na yule Mwaikenda, nitakwenda na Mwaikenda kwa mechi ya jana. Fullback ya kushoto kama kawaida Zimbwe Junior, 4 na 5 pale Bwana Baka na yule Colombia yule Fontes sijui yamuita Mendoza, takuwa nao pale ndani. Eneo la chini kwenye midfield Duke Abuya atakuwa chini pale kwenye namba 6, lakini namba 8 atakuwa yani huyu Akaminko atakuwa namba 6, namba 8 atakuwa Duke Abuya. Winga moja huku kulia nafikiri nitaanza na Pacome Zuzwa, japokuwa kaingia kipindi cha pili, lakini namba 9 nitaanza na Depu, namba 10 nitacheza na Faisal Salum, namba 11 nitamaliza na Idinado. Sabu wawili Kitambala atakuwa sabu, japokuwa jana hajacheza, lakini pia Alan Okelo atakuwa nje. Sisi tukushukuru kwa wakati wako. Tumezungumza mambo mazuri sana na shabiki wa Yanga, lakini ameamua kuzungumza mpira 100%. Ameshauri ameshauri namna ambavyo yeye anaona kama hivyo vitu vitarekebishwa, basi tutakuwa na ligi moja tamu sana. Mimi naitwa Rahim Lai, nyuma kamera Vado TZA. Hii hapa ni Rai Sports. Mpaka wakati mwingine, goodbye.